Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe mchana wa leo. Amen. Natumai mko salama, Kristo amewahifadhi. Pia mimi nimehifadhiwa. Bwana amekuwa mwaminifu. Tangu tulipokuwepo katika ibada kama na hii, Bwana amekuwa mwaminifu, amenilinda na amenirejesha tena tukaweze kuzungumza na wewe masaa kama na haya. Hivyo basi ninakukaribisha, karibu tukaweze kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Leo ninataka nikazungumzie kuhusu mtu ambaye anamwaminia Mungu. For those who trust in the Lord, they will never perish no matter what. Amen. Praise the Lord. Amen. Wanaomwaminia Mungu hawatawahi aibika. They will never perish. In this journey, they will never. Hata njangwa lijapoinuka, they will never. So welcome. Oh, yes. Karibisha tu mtu, mwambie ni saa ya kula, ni saa ya kuingia katika hema. Tukazungumze kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Nimepokea maushuhuda mingi. Na ninataka kushukuru Mungu ni kwa sababu ya kutupa neema hii ili tukaweze kuwa tunaweza tukazungumza na wewe katika hii broadcasting. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu yako wewe unayenisikiza, unayenitazama, unayenifuatilia. Kila kitu ninachokifanya unakifuatilia, unakipenda na unazungumza kwa ajili yake. Ninasema Mungu wa mbinguni akakubariki na akutende mema tena zaidi na zaidi, kwa sababu ya kukupa moyo kukubali kusimama katika nafasi ni kwa ajili yangu. Kwa sababu ya kubeba moyo wa kusimama katika nafasi ni kwa ajili ya hii huduma. Na hivyo basi Mungu wa mbinguni akawabariki na akawatende mema. Yaani nawapenda zaidi ya vile wewe unavyofikiri katika jina la Yesu Kristo. Wiki imeisha, nimepatana na mambo mengi. Wengine wananiongelesha, wengine wananipigia simu, wengine wananiongelesha inbox wakinieleza mambo kadha wa kadha. Lakini katikati ya haya mambo yote tukimwaminia Mungu, tumemwona Mungu akitenda mambo makubwa. Yes. Kwa hivyo ninasema ni asante kwa wewe umekubali na kuniamini. Kana kwamba unaweza kuzungumza na mimi, na kana kwamba unaweza kashare siri yako ya ndani na mimi. Kana kwamba wewe unaweza kubali kutoa moyo wako tena zaidi na zaidi kuzungumza na mimi. Hivyo basi nasema kwamba Mungu wa mbinguni na akakubariki na akakutenda mema. Tena zaidi ya yote, Mungu akakuinua kiwango cha juu na juu zaidi ya vile wewe unavyofikiri. Na hivyo basi leo nimekuja kuzungumza na mtu ambaye anamwaminia Mungu. Nimekuja nisungumze na wewe unayemwaminia Mungu. Hivyo basi karibu, tag mtu, mwambie akuje, mwambie aingie, share. Nimeona watu wengi wanashare. My God bless you. May the Lord God do you good in the name of Jesus Christ. Hapo unafikiria mawazo yako ndivyo amefika. Mungu na akayaongezee kusonga mbele zaidi na zaidi. In the mighty name of Jesus Christ aishie milele. Ninasema Mungu wa mbinguni asije akakuacha. Ninasema Mungu wa mbinguni akafikie hilo tamanio la moyo wako. Mungu wa mbinguni akanguze tamanio la moyo wako. Mungu wa mbinguni akabadilisha hali ya kwako ambayo inaonekana ni kana kwamba haiwezekani katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo basi nimekuja nisungumza na wewe unayemwaminia Mungu siku ya leo. Nikwambia kwamba you will never perish no matter the situation. You will never and you shall never in the mighty name of Jesus Christ. Kwa kuwa wewe ni wa angano ambalo haliwezi likavunjika. Na angano hilo ni Jehova peke yake. Praise the Lord. Amen. Leo nimependezwa sana kuingia katika broadcasting siku ya leo na wimbo huu wa Brother Mielo ambao unanibariki sana. Ningependa tu tuabudu kwa pamoja tu wimbo. Ilikuwa ombi la kwake na ninaomba ikawe ombi la kwetu pia. Hata kama uelewi lugha yenyewe, Mungu wa mbinguni akakutie nguvu na akakueleweshe katika jina la Yesu. Anaomba akisema, nitie nguvu niweze kuwa mtu ambaye ninaweza nikaomba, mtu ambaye ninaweza nikasoma neno lako, mtu ambaye ninaweza nikashinda jaribu, kwa kuwa majaribu ingawa ni mengi, lakini nisaidie Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Welcome. Ninawaona watu wameingia. Bwana mbinguni akawabariki. Hallelujah. Share. Mungu akakubariki. Wewe umeingia, karibu. Mungu wa mbinguni akakutie nguvu. Niambie tu unanipata ukiwa wapi. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Satani. Me anongi
wate kwako, ulume kwako, wate kwako, Yesu, ulume kwako. Watu wengine hawawezangi kusoma neno la Bwana wakamalizia kile chapter walikuwa nasoma. Lakini Mungu wa mbinguni akakutia nguvu, akakusaidia ili ukaweze kumpendeza zaidi, ili ukaweze kupenda zaidi kusoma neno lake. Mtumishi wa Bwana anaomba akimwambia Bwana, nitie nguvu. Ninajua ukinishika mkono nitafika salama. Ninajua ukinishika mkono nitaweza kusimama katika safari hii ya imani. Ninajua ukinishika mkono nitaweza kusoma neno lako na nitalielewa. Na hivyo basi siku ya leo nimekuja tumwambia Bwana tushike mkono Baba, ili tukaweze kushinda, ili tukaweze kusoma neno lako na kulielewa katika jina la Yesu Kristo aishiye milele. Mwambie Bwana mchana wa leo ninatamani nisikie kutoka kwako. Hivyo basi sema na mimi in the mighty name of Jesus Christ. Ni leo nataka kuzungumza na mtu ambaye anamwaminia Mungu. Wewe unayemwaminia Mungu, nimekuja kukuambia kwamba you will never perish no matter what. You will never in the mighty name of Jesus Christ. Hata njangwa lijapokuwa nzito kiwango gani, wewe hutaanguka, wewe hutapotea. You will never perish in the name of Jesus Christ. Nimekuja nikazungumza na moyo ambao umefika mwisho na unasikia kwamba umemwaminia Mungu kwa muda mrefu. Nimekuja tu nikwambia kwamba songa mbele, kwa kuwa mbele yako Mungu ameandaa mambo makubwa, mambo mazuri tena ya ajabu. Wewe yako ni kumwaminia Mungu. Usijaribu kutegemea matako yako, usijaribu kutegemea hekima yako, usijaribu kutegemea kile unacho, lakini mwaminie Mungu. Haleluya. Ndege Yesu nukania mwiyai ninawikwacho na kumwiyai nena kuningusinda. Haleluya. Wate kwako mutange kota numaku mwako ngai. Hata alijapokuwa nzito tushike mkono, kwa kuwa ninajua kwamba tukiwa ndani yako tutashinda. Hata kama milima ni mingi, hata kama midhoruba simeinuka kiwango gani, Baba wa mbinguni tushike mkono. Tushike mkono Baba. Tembea na sisi mfalme mchana wa leo. Nena na wanao katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wa Israeli, ninakuaminia ya kwamba uko hapa katika ibada hii, ili Yesu tukakupe ibada, ili Yesu tukakutana na wewe. Ombi la moyo wangu mchana wa leo ni ukatushike mkono katika safari, tusije tukalemewa njiani, hata tunjapotaka kusonga, hata kama majangwa ni nzito kiwango gani, hata kama dhoruba zinainuka kiwango gani. Ni ombi langu mchana wa leo ukatushike mkono. Ni ombi langu mchana wa leo ukashike mtumishi wako mahali mkono. Ni ombi langu mchana wa leo ukashike Mwanarika kwa mahali mkono. Mume wako katuanie ngai, ishietwani ya Kristo Yesu. Majira yanapobadilika neema ikatubebe. Majira yanapokuwa mazito neema ikatubebe. Neema zikatubebe. Rehema Baba zikanende na sisi katika jina la Yesu Kristo. Hadi tamati tukalitukuze jina lako in the mighty name of Jesus. Katika safari hii hatutaweza unjapo simama na sisi. Hivyo basi simama na sisi tukakuabudu. Lord Jesus, we love you. Lord Jesus, we worship you. We magnify your holy name, Abba Father. And above all, Jehovah, we say thank you. We bow down and worship your holy name, Abba Father. In the name of Jesus Christ. Wewe utetea usemi katika vinywa ambavyo havina usemi. Ninaomba ukatia vinywa vyetu usemi. Ninaomba ukatuwezeshe Jehova. Nena na nafsi za watu wako mchana wa leo. Katika jina la Yesu Kristo. Inuliwa Bwana wa mbinguni. Abudiwa milele mfalme. Niambie tuko wapi jamani? Nina wapendwa katika nyumba wamenijoin siku ya leo, ili tukaweze kuwa na ibada. Bwana wa mbinguni wabariki na watende mema. Afikie hitaji lenu.
hata kama njama ni nzito, Mungu wa mbinguni akawafikie, akadumisha wokovu ndani yenu, akawawezeshe katika safari, na mkaone mbele katika jina la Yesu. Kusije kukawa na jambo lolote litakalo wasababisha mkamwache Mungu. Mungu wa mbingu ya tatu akawawezeshe katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi ninataka nikanene neno la Bwana mchana wa leo. Nikanene na mtu ambaye anamtegemea Mungu. Nikakwambia kwamba wewe mtegemee Mungu, na usitegemee akili za kwako, usitegemee zile pesa unazo, kwa kuwa pesa zinaweza zikakataa kusimama katika nafasi kwa ajili ya kitu fulani. Lakini ukimtegemea Mungu, ndugu na dada zangu, tutaweza kuenenda mbali tukimtegemea Mungu. Kila jambo tunalolitamania, kila jambo tunaloliaminia kwake, yeye ni mwaminifu, analitenda kwa kuwa tumemtegemea katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wa Israeli anatutazama tena anatupenda, na kila jambo ambalo tunalolileta kwake yeye usikia na tena analijibu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikasome neno la Bwana katika kitabu cha Methali 3. Methali 3 nazungumzia kuhusu mtu ambaye anamtegemea Mungu. Na Methali, mwandishi wa Methali anatutia nguvu, hakitueleza jinsi ya kusimama katika nafasi kwa ajili ya Mungu, kusimama katika nafasi na kumpa Mungu nafasi ya kwanza, ili yeye akatuongoze, ili yeye akaongoze mawazo yetu, ili yeye akaongoze nia zetu, ili yeye akaongoze kile chochote kile tunachokihitaji. Jambo lolote lile tunalolihitaji, unapompa nafasi ya kwanza akakuongoze, yeye anakuongoza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninataka nikakutie moyo nikwambie kwamba hata kama mambo ni mazito kiwango gani, wewe unayemtegemea Mungu, hakuna siku hata moja ataikuachilia wewe ukapotee. Hata kama dhoruba zitainuka, ni kweli zitainuka. Katika safari dhoruba sipo, na sinjapo kuja zinakujanga ili zikupushe wewe kusonga mbele ili ukafikia hatima ya kwako. Hivyo basi safari ambayo haina changamoto, mpendwa, hata sio tamu. Lakini safari ile iko na changamoto, pamoja na kumtegemea Mungu, hicho changamoto kinakujanga kinakupushi, unaweza kufuka hatua zaidi ya zile ambazo ulikuwa umeenda ili ukafikia hatima yako. Praise the Lord. Amen. Mtu ambaye anamtegemea Mungu anafikanga katika nyakati, anaona hizi nyakati ni ngumu kabisa, na anasema mimi siwezi nikaendelea, lakini anarudi nyuma anatazama kule Mungu amemtoa, na anasema moyo wangu na nafsi yangu, moyo wangu simama, ukamtegemea Mungu peke yake. Usitegemee zile vitu ambazo watu wameniambia, kwa kuwa ukitazama zile vitu watu ambazo wanatuambia siku ya leo katika safari hii, utaacha hii safari na utaenda mbali na utapotea. Praise the Lord. Amna. Unamtegemea Mungu kwa level gani? Ni nini wewe unatazamia? Unatazamia mali yako, unatazamia elimu unayo, unatazamia urembo unayo, unatazamia hiyo jamii uko nayo, lakini hiyo jamii hakuna mahali inaweza kukupeleka. Nimekuja nikwambie mpendo siku ya leo, wewe utakaye mtegemea Mungu, hakuna mahali atakaweza kuweza kukuingiza. Praise the Lord. Wengine wanaanza vitu kwa sababu wako na pesa za kufanya zile vitu, hawawezi wakategemea hekima ya Mungu, wanategemea hekima yao wenyewe, na ndipo sasa unaona watu wanafika mahali wanaperish katika safari. Lakini nimekuja nikwambie kwamba chochote utakachokifanya mtegemea Mungu kwanza. Utakapomtegemea Mungu akiwa mstari wa kwanza, chochote utakachokifanya yeye mwenyewe atakisababisha kitendeke, kwa kuwa unamtegemea. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mwandishi anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Yaani hata siona mali Bwana amesema kwamba mtumaini Bwana na mali ya kwako. Hapana, amesema moyo wako wako. Bwana anahitaji moyo wako wako, ukamtegemea yeye peke yake, kwa kuwa moyo wako ndio mali ya Bwana. Hizi zingine ziko hapa, tumepewa mamlaka ya kusirudi. Lakini moyo wako anaye uwezo wa kurule ni Mungu peke yake. Na hivyo basi anasema kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote. Sio hekima, sio vile umesoma, sio vile wewe uko na vitu, sio kama vile wewe unavyofikiria, lakini kwa moyo wako wote umtegemee Bwana, umtegemee Bwana, umtumainie yeye. Kila kitu unachokifanya unasema, before I do this, I want to trust the Lord that he will make things to be good, more good than the way I was thinking. Unampa mstari wa kwanza, unamwambia baba, njoo keti hapa, kwa kuwa moyo wangu unakutumainia, kwa kuwa nafsi yangu ina haja na wewe, kwa kuwa kile ninachotaka kukifanya ninataka kukianzisha na wewe. Unamtumainia Bwana. Oh yes. Praise the Lord. Amen.
Watu wengine wamepotea katika safari. Watu wengine wameanza vitu kwa sababu wameona wengine wameanza vitu na katika safari wanaanguka na wanapotea. Why? Kwa sababu hekima ya Mungu haijanenda pamoja na wao. Nimekuja nikwambia mchana wa leo, mtumainie Mungu. Yes. Mchana wa leo, trust in the Lord and you will never perish. Praise the Lord. Wengine mikono yao ilikanga nikana kwamba ilitiwa mawe, si kwa sababu ya jambo lingine, ni kwa kuwa katika mioyo yao wamejaa majigambo, kiburi. Mtu anaona nikana kwamba kwa sababu ya ile hekima niko nayo nikianzisha hii biashara itaenda. Hapana. No, it is not like that. True. Unaona mimi nikienda kuitisha kazi kwa sababu mimi ni mzuri, kwa sababu I'm educated enough, nikienda kuitisha hii kazi nitapata hiyo kazi. Unakataa kumhusisha Mungu katika safari, ndio maana unaenda na unapotea. Unjapopotea kwisha, kazi inapotea. Wengine wanaanzisha vitu, unasema mimi naenda kuolewa na fulani kwa sababu fulani ni wa Mungu, na wewe hata uwezi ukampa Mungu nafasi ya kwanza umwambie ninataka kuanzisha ndoa na wewe. Ndio maana inafika mahali na perish. Nimekuja nikwambie mchana wa leo, mtumainie Mungu na kile chochote unachokifanya, mpe Bwana nafasi ya kwanza akianzisha. Yes. Ukimpa nafasi ya kwanza anzishe, anasababisha mambo yote yanakuwa sawa. Yes. Praise the Lord. Amen. Ninataka nikanene na mtu ambaye alianzisha huduma. Waimbaji wenzangu mko wapi? Ninataka nikawatie moyo siku ya leo. Uliposikia, ulipoamka ukasikia nikana kwamba kwa sauti kana kuja ndani yako kwa uimbaji. Ulienda tu ukasimama studio ukaimba, ukasema mimi najua niko na sauti mzuri, kwa hivyo sauti yangu itafikia mataifa. Wacha nikwambie, kama Mungu alikuita na hukutimiza ahadi yake ya kumtangulisha katika hiyo uimbaji, ndugu yangu, dada yangu, utaimba na hizo CD utaziweka kwa nyumba, utabakianga na kicho kipao kwa sababu hujampa nafasi yeye aliyekupa kipao chenyewe akuendeleshe. Yes. Maana Yesu apewe sifa. Amen. Mchungaji unasema mimi ninaenda kufungua kanisa kwa sababu nimesomea Bible. Waje nikwambie hiyo Bible hakuna mahali inakupeleka. Hekima ya Mungu ndio itakao kueleza mahali utakapopaswa kusimama. Enda mbele za Bwana mwambie nimekuja. Ninaomba nikafungue, ninaomba nikapande madhabahu. Hivyo basi nipande wewe mwenyewe. Jipande pale kabla mimi sijafika, ili nitakapokuwa nikue pamoja na wewe Kristo. Ili nisije nikatenda matakwa ya kwangu. Na when you say that before the Lord anakutangulia. Yes. Kile unachokianzisha kinafanikiwa. Why? Kwa kuwa ushampa Bwana na umemwaminia kwa moyo wako, na hekima yako imemtegemea Kristo peke yake, sio kama vile ulivyokuwa unatarajia. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno la Bwana linasema kwamba unamtegemea Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Amen. Ni mara ngapi umetegemea akili zako? Ni vitu ngapi zimetendeka kwa ajili ya akili zako? Ni vitu ngapi wewe umefanya kama mwanadamu ukitarajia kunawili lakini zimesindikana? Sio kwa sababu mikono yako haikuwa na uwezo wa kushika hizo vitu. Na ndio maana inafika mahali unaona mtu anaenda kuchukua mandawa huko kwa waganga, kwa wachawi, ili akuje kusababisha kile kitu kitendeke, kwa sababu hekima ya kwake ndio ilimpeleka katika kile kitu. Ndio. Praise the Lord. Amen. Ndio inafika mahali unasikia wacha niamkie mume wangu ashageuka, si kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ile hekima ya kwako ndio iliyokuongoza kuingia pale. Mpe Bwana nafasi ya kwanza, mtegemee Bwana katika kile kitu unachotaka kukifanya, uone venye atakavyofanya katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni mara ngapi umesimama katika njia panda ukasema hapa nimefika, sasa sijui pa kuelekea. Nimekuja nikupe jibu basi. Nimekuja nikwambie mtegemee Bwana katika hiyo njia panda umesimama. Umesimama kwa njia panda gani? Na unataka nini katika ile njia panda umesimama? Yes. Ndugu yangu, dada yangu, nikumtegemea Mungu. Kumwambia sasa hapa nimefika. Pengine nilianzisha kwa hekima ya kwangu, lakini nimerudi nianzishe na wewe. Yes. Bwana venye nafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Hekima ya kwako imekupeleka wapi? Hekima ya kwako imekupeleka wapi? Mawazo ya kwako imekupeleka hadi wapi? Ningependa kuona mtu mmoja alianzisha vitu kwa mawazo ya kwake pasipo kuanzisha na Mungu na akafanikiwa katika hii safari.
Watu ambao wanamtegemea Mungu hawawezi wakaibika katika safari hii. Hata njangwa linjapokuja, wewe yako ni kumwambia Mungu, mimi hii nilianzisha na wewe. Hivyo basi njoo nisaidie. Ndio. Na katika dhoruba za kwako, oh my God, anaingia anasababisha njia mali ambapo hapana njia. Ni kwa sababu gani? Hekima ya mbingu ndio inakuongoza, sio hekima ya kwako. Trust in the Lord, my friend. Trust in the Lord, my sister. Trust in the Lord in that business. Trust in the Lord in your studies. Trust in the Lord in your careers. Trust in the Lord in whatever you do. Uone vile atakavyofanya jambo ambalo si la kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikakutana na dada moja akaniambia jana, mimi nilivyoanza safari hii ya maisha, hakuna kitu nimewahikiona kikanipendeza, wala hakuna kitu nimewahikishika kikakuwa kizuri katika mikono ya kwangu. Why? Nimekuja nikwambie leo, mngeukie Mungu. Uone venye atakavyoanza na wewe. Hata kama mikono yako ilitiwa mawe, hata kama mikono yako ilikoseshwa kibali, mwambie Bwana, nitakachoshika katika mikono ya kwangu, kabla sitakishika kibariki, kabla sitakishika. Uone kima ya Mungu vile atakavyoenenda pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika njia zako zote mkiri yeye peke yake. Katika njia zako zote kiri Bwana, usikiri kuisha, usikiri kuteseka, usitazame vile watu wanavyokuambia. Eti wengine wanakuambia kwamba utaweza na unasema sitaweza. Sawa. Anasema kiri katika njia zako. Usikubali mabaya. Wengine wanakuambia kwamba wewe ni sura mbaya. Unasema na kama ni kweli mimi ni kama ni sura mbaya, kwa hivyo siwezi nikameki kitu kwa sababu kila kitu kina watu wanafanya ni watu very beautiful na mimi ni sura mbaya. Unasema hapana, wewe kiri Bwana katika hiyo hali, unamwambia aliyeniumba yeye mwenyewe anajua haja yangu mimi kuwepo. Hivyo basi ninamtegemea yeye. Sitegemei sura hii yangu, sitegemei kile ninacho, sitegemei hayo maneno ya kwako. Ninayemtegemea ni Jehova peke yake. Praise the Lord. Amen. Watu wengine wanategemea kwa sababu kuna watu wanawapa msaada. Wengine wanafika mahali wanasahau kuomba. Wanasema mama wangu si ataleta chakula jioni, kwa hivyo nitakula nishibe. My friend, hekima ya kwako imekufikisha wapi na Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anasema katika njia zako mkiri yeye peke yake. Wengine wanafikanga mali wanasema ni kama nitatafuta plan B. Ni kama nitatafuta, kuna dada nimemsikia akiongea kuhusu mtu fulani. Plan B inakuja kukuharibia kile kitu unachokifanya mpendo. Iwapo ulianzisha na Mungu, simama, kwa kuwa hizo dhoruba zimekuja sikupush kufikia hatima ya kwako. Wengine wapendi mapito. Wengine wapendi katika safari hii kupitia mahali ngumu. Nimekuja nikuambie, katika hali ya kukataliwa, katika hali ya mateso, ndiyo safari yako itakuwa tamu zaidi. Na utakapomtegemea Mungu hatakuwezesha kufikia hatima ya kwako. Kwa kuwa hekima ya kwako haiwezi kukupeleka mahali. Lakini ukimtegemea Mungu unaenenda. Naye atanyosha mapito ya kwako. Sikia sasa. Kumbe kumwaminia Mungu ni kuzuri hivi. Kumbe kumtegemea Mungu ni kuzuri hivi. Kumbe kumpia Bwana nafasi ya kwanza katika maisha yako akuongoze ni kuzuri hivi. Yaani atanyosha mapito ya kwako. Haimaanishi katika safari hii upiti mapito. Praise the Lord. Mapito ya kwako hatayanyosha. Anasema na utakapomkiri katika njia za kwako, ananyosha mapito ya kwako. Ananyosha mapito katika safari ya kwako. Kwa kuwa lazima mapito ya kuwepo, atayanyosha unapita. Watu wanasimama wanaanza kuulizana, na si tulidhani ya kwamba huyu msichana amekwisha, tulidhani huyu mzee amekwisha. Kumekuwa namna gani? Wapigia makofi kuwaambia, nilimtegemea Mungu katika wakati wa kiangazi cha kwangu. Nilimtegemea Mungu peke yake. Na si kuinua mawazo yangu nitazamia vitu ambavyo niliviona, lakini nilimtazamia Mungu peke yake. Na hivyo basi ndio amenifikisha huu mbali. Maana Yesu apewe sifa. Amen.
Nimekuja ninena moyo wako, niwaambie kwamba katika safari ya kwako mtegemee Mungu peke yake, sio hekima ya kwako. Hata kama kuna pesa zinatoshana namna gani, pesa haziwezi zikakununulia uhai, pesa haziwezi zikakununulia kiwango kile unachotaka kwenda. Ni Mungu peke yake atakayesababisha njia, atakayenyosha mapito ya kwako, asababishe wewe ukafikia hatima ya kwako. Hivi basi mtegemee Mungu na usitegemee hekima wala mawazo ya kwako vile unavyowaza. Kweli kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika kitabu cha Zaburi 1:3 neno la Bwana linasema ya kwamba wamtegemeao Bwana wanakaa kama mtu uliopandwa kando ya mto. Oh, haleluya. Wewe unayemtegemea Bwana, hekima zako asikuelezee kitu kingine isipokuwa kumtegemea Bwana. Nimekuja nikwambia kwamba wewe unafananishwa na mti. Na hivyo basi kuna majira ya kiangazi, njia yakikuja ule mti ukaukangi hata kama majira ya kiangazi yamekuja. Hivyo ndivyo uzuri wa kumtegemea Mungu mpendwa. Siku ya leo. Hiyo ndio dhamana wa kumtegemea Mungu. Au utamtegemea Mungu kwa sababu wewe mwenyewe una shida. Utamtegemea Mungu kwa sababu unahitaji kumtembea na Mungu. Hautamtegemea Mungu kwa sababu umekosa kitu kingine, lakini unamtegemea Mungu kwa sababu unataka kukuongoza katika ile safari unataka kwenda. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Kanisa la Bwana hatutamtegemea Mungu kwa sababu kuna kitu tunataka tutembee na kitu tuende tunaondoka tunaacha ibada. Hapana, tutamtegemea Mungu na tutarudi katika ibada tukiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, tukiwa tunaongozwa na mpingu, tukiwa tunaongozwa na hekima ya mpingu, tukamfanyia Bwana ibada. Hatutamfanyia Bwana fellowship kama hii ili tupate kitu fulani, na ukipata kile kitu unachokihitaji unaondoka. Hapana, utamfanyia Bwana ibada kwa kuwa unataka kukuongoza siku zako zote. Na hivyo basi utafananishwa kama mti ambao umepandwa kando ya mito yenye maji. Yes. Biblia inasema kwamba unazaa matunda, na tena ukizaa matunda unatwanga tawi lake kila kuchao. Tawi la ule mti hakuna siku tawi kauka. Tawi ya mpalo limepandwa, tawi ya mpalo liko ndani yako. Wewe mtu unayemtegemea Mungu, halitawahi kauka hata jangwa lijapokuja, au utawahi kama mtu aliyekaukiwa hata mateso yajapokuja, au utawahi onekana mtu aliyekuwa na ukiwa hata mapito yajapokuja, hata magonjwa yajapokufinyilia, hautawahi kosa tumaini. Hata mwili wako hautawahi kufika kiwango cha kwamba unaweza fika mahali ukakiri kana kwamba Mungu hawezi akatenda mambo. Oh yes. Kwa kuwa unafananishwa kama mtu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mtegemea Mungu siku ya leo. Tegemea Mungu siku ya leo. Oh yes. Usiangalie hekima ya kwako. Usiangalie vile wewe ulivyo. Usiangalie zile vitu umefanya sikafeli katika safari hii. Amesema for those who trust in the Lord, they will never perish no matter what. Hata kama ulianzisha kitu ikakataa, anzisha kingine mpendwa kwa hekima ya Bwana. Hata kama ulianzisha safari yenyewe ikakani kana kwamba imekatiziwa safari njiani, anzisha nyingine. Mwambie Bwana, ninataka kuanza na wewe sasa, na nikianza na wewe ninajua nitafika salama. Mwambie Bwana, ninataka kuanza na wewe. Uone akianza na wewe, na akianza na wewe lazima atakufikisha kule unataka kwenda. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anza na Bwana, maliza na Bwana. Oh yes. Anza na Bwana ndugu yangu, anza na Bwana dada yangu. Yes. Utafika salama, au utaperish. Hata kama utaanzisha ianguke, anzisha tena. Mwambie Bwana, bado ningali ninajaribu katika safari, bado ningali ninakuaminia ya kwamba utapositioniwa na Bwana. Ukiwa unajaribu kitu, au utapositioniwa na Bwana kama umekaa umenyamaza. Lazima ufanye kitu ili Bwana akuposition. Praise the Lord. Amen. Je, mtu ambaye anamtegemea Bwana hawezi akafananishwa na mtu ambaye anategemea hekima ya kwake, kwa kuwa kitu ukianzisha kikianguka utaachana nacho kwa sababu hekima ya kwako imekuambia tu hivyo. Lakini Bwana anakuambia try it again, try it again. Utamwona akitenda mambo makubwa katika safari ya kwako.
Ninaomba nikutie moyo siku ya leo nikwambie, hako malangoni kwako, atembee na wewe ukimwambia Baba, ninachoomba ni hekima yako ienende pamoja na mimi. Yes. Anza na hekima ya Mungu. Mtegemea Mungu ndugu yangu. Mtegemea Mungu dada yangu. Usitegemee hekima za kwako. Na Bwana mbinguni atakubariki na atakuinua tena zaidi. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba ukaseme na mimi. Naomba ukaninue. Naomba ukanibariki. Ninachotaka kuanza Bwana nikaanze na wewe. Anahitaji maneno kama hayo yatoke katika kinywa chako na moyo wako na kumwaminia. Hata kama itaenda vibaya, utamgeukia mwambie Bwana, na si nilikuomba ruhusa ya kuanzisha. Mbona hili linatendeka hivi? Atakupa solution ya safari ya kwako. Praise the Lord. Amen. Bwana mbinguni akakubariki na akakutende mema. Katika jina la Yesu Kristo na tukaombe. Mfalme uishi milele katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba siku ya leo ukatupe hekima ya kwako. Sisi tunajitegemea kwa muda mrefu, lakini katika safari hatujaweza kuenenda. Tumefanya vitu vyetu kwa hekima na kwa sauti za watu wengine, lakini hatujaweza kufika kule tunakoenda kutaka kwenda. Lakini tunakungeukia siku ya leo, tukakuombe Bwana ukaanzishe pamoja na sisi. Tukakuombe Mfalme wa amani ukatushike mkono. Hata kama jangwa limekuwa nzito la kutuvunja moyo, tumerudi tena tuanzishe na wewe safari ya imani na wewe. Tumerudi tena tuanzishe biashara zetu na wewe. Tumerudi tena mbinguni mwako Bwana tukaanzishe ndoa zetu na wewe. Tumerudi tena tukaanzishe madhabahu na wewe. Tumerudi tena Mfalme ukatupe hekima ya mbingu ikatuongoze. Katika jina la Yesu Kristo Mfalme, ninanena na moyo wa mtu ambaye umefika mahali ana regret. Kwa nini aliamuka kaenda kwa waganga kutafuta msaada? Ninataka niombe na mtu huyo, nikanene kibali katika maisha yake. Atakapokubali na kurejea kwako Bwana, ninaomba ukampokee. Bwana mbingu ya tatu, ninaomba ukamsamehe. Bwana mbingu ya tatu, ninaomba ukamponye katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Ninaomba ukamtie nguvu katika jina la Yesu. Ninaomba ukampanguze tope la kwake, Mungu tafumbila kwake Jehova, ili ukamsimamishe akakutumikia wewe peke yako, ili akaweze kusimama akakutegemea wewe peke yako katika jina la Yesu Kristo. Una mwingine anasema, mchungaji, nimefika mahali na nakata tamaa. Ninaomba na moyo kama huo Baba, ninasema katika majira kama na haya, tia moyo wa mtu mahali nguvu, ukaendelee katika safari. Hata kama jana alikataliwa, ninaomba hekima ya mbingu ikamwenee, hekima ya mbingu ikamuongoze katika jina la Yesu Kristo Bwana. Hata kama jana alidharauliwa, ninaomba kuheshimike kwa hekima ya mbingu, ukashuke katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakupenda kwa kuwa kile unatenda mwanadamu hawezi akakitenda. Kile unakusudia kutenda sio kama vile sisi tunavyofikiri. Hivyo basi tunakuaminia mchana wa leo, tupande katika mtu ambao uko na mazao mazuri, na tukaeneze katika jina la Yesu Kristo tukiwa salama kwa kuwa stahili. Baba, ni asante kwa kuwa unapendeza, ni asante kwa kuwa unatubariki katika jina la Yesu Kristo. Nimenena kibali katika biashara zote, nimenena baraka katika biashara zote katika jina la Yesu Kristo. Nimenena kuinuliwa kwa watu wako, wale wanaokuaminia siku ya leo katika kazi zao Bwana, ya kwamba utaidavini, utaweka njia zao kuwa dhabiti, mapito yao utayanyosha katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi wabariki na wainue, inua kanisa lako. Wabariki Bwana. Nimebariki wapendwa hawa, nimewainua mikononi mwako Jehova, usije ukawaachilia. Nimewabariki Baba, hata kukubali kuingia katika ibada hii Baba, nimewabariki Jehova, usiwaachilie bali ukawashike mkono, pito lao ukalinyoshe, kwa kuwa umesema tukikuaminia Baba wa mbingu ya tatu utasababisha njia zetu siwe salama. Baba, mapito yetu utayanyosha. Hivyo basi nyosha mapito ya kwetu tukapita salama katika jina la Yesu Kristo. Bariki atakaye litazama neno hili, atakaye lisikiza Baba, na kuchukua hatua ya kuenenda na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tenda mema kwa kuwa wastahili katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na hata tumeamini. Amen. 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 Pia unaweza zungumza na mimi inbox ya kwangu. Nena na mimi hapo. Sema prayer request ya kwako hapo. Wengine hawezi wakanena hapa live kwa sababu wengine wanaogopa juu ya security.
nena na mimi hiyo side nyingine, na nitakuwa ninakuombea. Na najua kwamba Mungu wa mbinguni atakubariki na atakutenda mema. Namshukuru Mungu kwa kuwa ule mama alimwaminia Mungu. Akiwa katika hali ngumu ya magonjwa, saa hizi ako salama. Oh my God. Ninajua ya kwamba hata wewe Mungu atafikia hitaji la kwako. Hivyo basi nena na mimi, na ninajua kwamba Mungu atakubariki. Asante kwa kunitazama. Na hii ujumbe pia unaweza ipata YouTube, icheki huko YouTube, inene kwa watu wengine, isambaze kwa watu wengine wakapata kubarikiwa na Bwana. Na Mungu wa mbinguni atakubariki na atakutenda mema. Asante watumishi wa Bwana. Ninaomba basi Mungu wa mbinguni akakubariki mtumishi wa Bwana. Oh my God, asante kwa kunitia nguvu Baba. Mungu akakutia nguvu na wewe, akasimame na wewe katika nafasi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.